Niombe maiki kwa mama mchungaji pale. Basi tayari kwa ajili ya kile ambacho Bwana amekusudia kwa ajili yako. Tenda tafakari maneno ya Mungu mchana leo kwa muda huu ulioko mbele yetu, na kwanza tumshukuru Mungu kisha tuendelee. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya wakati huu tena mzuri ambao Bwana umetupatia kibali na nafasi ya kusemezana nawe mchana huu leo. Tunajikabidhi kwako, watoto wako, tusaidie na utuwezeshe kupokea kila ambacho umekiandaa kwa ajili yetu. Nami mtoto wako ambaye umenipatia kibali mchana huu, ukanitumie kama upendavyo. Kwa utukufu wa jina lako Roho Mtakatifu, tunakualika na kukuita tena na tena ukatuhudumia mchana huu Bwana. Katika Kristo Yesu Baba naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mchana leo tuna somo nzuri lenye kichwa ambacho kila mmoja linamhusu, na kichwa cha somo chetu siku ya leo kinasema Mungu amekuamini kuwa tayari kuaminika. Mungu amekuamini kuwa tayari kuaminika. Mungu amekuamini kuwa tayari kuaminika. Ninajua kila mmoja kuna namna ambavyo anaamini watu, anaamini vitu, kutokana na uzoefu ambao wamekuwa nao kuhusiana na hao watu au kuhusiana na hivyo vitu. Na ndivyo hivyo inavyokuwa kwa Mungu. Kuna namna ambavyo anamwamini mtu kwenye kitu fulani. Yawezekana asimwamini kwenye kitu kingine, lakini akamwamini kwenye kitu fulani. Na yawezekana hata kama ni wewe mwenyewe una kitu chako cha thamani, chukulia kama ni fedha. Kuna mtu uko tayari kuweza kumwachia pesa yako au kumwagiza na akaifikisha mahali panapotakiwa. Lakini mtu huyo hauwezi ukampatia kitu kingine ambacho ni tofauti na fedha na ukaamini atakifikisha salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndivyo inavyokuwa katika maisha yetu au uhusiano wetu na Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu anatuamini na ametupatia majukumu au nafasi ya kuweza kufanya kwa niaba yake. Na mtu mwingine amemwamini katika jambo lingine tofauti na wewe, kwa sababu amemwamini anaweza kulifanya kiufasaha vizuri zaidi. Sasa kwa leo tutaenda kuangalia kwa habari ya mtumishi wa Mungu ambaye tumemtumia mara nyingi sana katika kuelekezana, kufundishana kupitia maandiko ya Biblia. Na mtu huyu sio mwingine bali ni mtume Paulo. Na katika mitume ambao wamefanya kazi kubwa ya kuieneza Injili ni pamoja na mtume Paulo. Na Paulo amefanya kazi ambayo ilikuwa ni ngumu, ilikuwa na shuruba, ilikuwa na mateso, ilikuwa na mapigo, ilikuwa na hangaiko ya kila namna. Lakini Mungu alimwamini kwamba huyu mtu ndiye atakayefaa kuipeleka hii habari kwa mataifa. Japo kuna shuruba nyingi, kuna mateso mengi, kuna changamoto nyingi, na huyu ndiye anayefaa kupita kwenye hizo changamoto, kupita kwenye hayo mateso, na hii Injili itafika kama ambavyo mimi nimekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Sasa tukiangalia taarifa yake ya mwisho, Paulo yeye mwenyewe anatoa tathmini, anatoa report ya kazi ambayo Mungu alimpatia ameifanya kwa namna gani.
tukisoma kile kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili ile sura ya 4 na ule mstari wa 7. Timotheo wa pili ile sura ya 4 na ule mstari wa 7. Mama naomba tusomee. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Biblia inasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Paulo anatoa ripoti ya kazi ambayo Mungu alimwamini na ameifanya kiuweledi ambao unaotakiwa. Na hapa anasema mambo matatu. Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Na kama unajua kwa habari ya vita au umewahi kusikia habari ya vita, hauwezi kumuelewa mtu anayekwambia kwanza amepiga vita vilivyo vizuri. Kwa sababu kwenye vita kuna mauaji, kwenye vita kuna uharibifu, kwenye vita kuna kila namna ya ambayo mtu huwezi ukaipenda kwamba iwe hivyo. Lakini Paulo anatoa ripoti ya kwamba yeye amevipiga vita vilivyo vizuri. Maana yake ni kwamba hivi vita kwa upande wake vimekuwa na ushindi. Hivi vita kwa upande wake vimekuwa ni vizuri kwa sababu amemaliza ile vita katika namna ya ushindi. Lakini anaongeza jambo lingine hapa. Japo hivi vita amevipiga kwa namna iliyo njema na ametoka na ushindi, lakini kulikuwa na mwendo. Vile vita vilikuwa na muda. Vile vita vilikuwa vimepangiwa mahali pa kufanya au namna ya kufanya hivyo vita. Kulikuwa na wakati wa kuweza kufanya hivyo vita, kuanzia mahali pa kuanzia, mahali pa kuendelea, lakini mpaka mahali pa kutamatisha ile vita. Kwa hiyo Paulo hakuishia njiani. Paulo hakuishia njiani. Na badala yake alianza kazi vizuri, aliendelea na kazi vizuri, na hata mpaka kule mwisho alimaliza vizuri. Haleluya. Kuna watumishi wengi ambao Mungu aliwaamini na akawapatia majukumu ya kufanya, walianza vizuri, wakaenda vizuri, lakini hawakufika mwisho. Ukiangalia kwa mfano wa Samson alianza vizuri, akaenda vizuri, lakini hakufika kwenye ule mwisho ambao Mungu alikusudia. Pamoja na watumishi wengine kama Sauli na yeye Mungu alimwamini. Japo haikuwa katika mpango wa Mungu ya kwamba Israeli wenyewe waanze kutembea katika namna ya wafalme kama mataifa wengine, lakini kwa mtu ambaye alimwamini kufanya naye ile kazi, alimchagua Sauli. Na hata ukiona jinsi ambavyo Sauli ameingia katika madaraka, ni Mungu mwenyewe alimpoint. Lakini Sauli alianza vizuri, kwa jinsi alivyoendelea akaharibu. Kwa hiyo jambo la Mungu kukuamini ni jambo moja, lakini jambo la kuaminika ni jambo jingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninasema ya kwamba Mungu amekuamini, lakini uwe tayari kuaminika. Mungu amekuamini, lakini uwe tayari kuaminika. Jambo lingine ambalo tunaliona hapa katika ripoti ya Paulo. Paulo anasema japo vita amevipiga vizuri na ametoka na ushindi. Japo ameanza mpaka amemaliza, hakutorokea njiani, lakini bado kuna kitu cha maana sana ambacho amekilinda. Na sio kitu kingine ila ni imani. Amina. Japo amemaliza vizuri, japo amemaliza kazi nzima, lakini bado na ile imani amekuwa nayo. Ile imani ameilinda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mpendwa, kama uko hapa na unasikia na kuelewa, maana yake kuna kitu ambacho Mungu amekuamini, lakini anahitaji na wewe uwe tayari kuaminika. Mungu kuna kitu amekuamini na wewe anahitaji kwa nafasi yako uwe tayari kuaminika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
Inawezekana unashangaa ya kwamba na mimi naye Mungu ameniamini katika lipi? Kwenye hayo mengi ambayo wewe unadhani ni ya watu wengine, ndio hayo ambayo ni ya kwako, Mungu amekuamini kwayo. Oho, kuna mtu amenielewa? Ndio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, kwa bahati mbaya watu wengi hatujitambui. Na hatujitambui kwa sababu kuna sura fulani au picha fulani ambayo tulionayo ambayo sio sahihi. Na tunajiona kwamba hapa duniani kama tumekuja kwa bahati mbaya. Isipokuwa kuna watu ambao walikusudiwa kuja hapa duniani, ila sisi kama tumeingilia mpango wa Mungu tu. Wewe kama upo hapa duniani, haupo kwa bahati mbaya. Ulipatikana kwa namna gani hiyo haijalishi, lakini tayari uko duniani, una makusudi ya kufanya. Una majukumu tena makubwa sana. Majukumu makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Ukizungumza kwa siku ya leo au kwa nyakati hizi, binti kama Mariamu ambaye alibeba ujauzito wa Yesu, kwa nyakati hizo na yeye alichukulia kama binti wa kawaida tu. Kama binti wengine ambao kwenda kisimani wanachota maji na cheza michezo ya kujiponda mpira na nini kama ilikuwa wakati hizo. Lakini kumbe alikuwa amezaliwa na yupo duniani kwa kusudi maalum la kumbeba Yesu katika mwili kwenye tumbo lake. Haleluya. Haleluya. Unapozungumza na mtu kama Daudi. Daudi ambaye alikuwa ni mtoto wa mwisho kabisa kwa mzee Yese. Alikuwa hajidhani kama mimi naweza kama msaada kwenye familia, kwenye taifa. Alijua kuna kaka zake ambao ni wanajeshi ndio watakayesaidia taifa, watakayesaidia familia. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa kwa Daudi. Kwa hiyo inawezekana wewe sio mtoto wa kwanza, sio mtoto wa pili, au mtoto wa mwisho, au mtoto wa katikati. Lakini ndiye Mungu amekusudia kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya taifa yako na jamii kwa ujumla. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tambua ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekuamini na wewe uwe tayari kuaminika. Na kwenye kuaminika hapo kunahitaji mambo ya msingi. Kwanza utambue kuna kitu ambacho Mungu amekuamini kwake. Na usipotambua ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu amekuamini kwacho, utafanya bora liende. Kwa sababu ni kama haikuhusu. Ndio? Na utashangaa siku moja unaingia mbinguni unaomba ripoti, halafu unashangaa ripoti ya nini? Ripoti ya nini? Kuna kazi ulipewa. Sasa viongozi wangu mimi namwambia leo ripoti hii, ipo siku moja utaikumbuka. Hapo naongea kama masiara tu hivi. Utaikumbuka ripoti hii na kuambia ripoti hii. Na nielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sasa katika maisha tunayoishi kila siku hapa, Mungu ametuamini kwa mambo yaliyo mengi sana. Na sio katika jambo moja. Hapa tuna baba wa familia. Wewe baba wa familia, Mungu amekuamini kuwa kiongozi kwa ajili ya familia nzima. Kwenda kwa mke wako, kwa watoto wako na kila mmoja aliyepo kwenye familia yako. Wewe unasimama kama mbeba majukumu ya kuhakikisha kila kitu kinaenda ambavyo Mungu anavyotaka. Kikitokea kitu ambacho kimeharibika na wewe haukufanya kwa nafasi yako, una wajibu wa kutolea ripoti. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wamama, Mungu amewaamini kuwabebesha watu ambao wamebeba hatima za maisha ya watu wengine kwenye matumbo yenu. Na kupitia mama wako na malezi ya huyo mtoto, kuna kitu ambacho wewe utakuja kutolea hesabu. Kuna mtu anaelewa? Kuna watu ambao mpo kazini mahali fulani sio kwa sababu ya hiyo kazi. Yatakana mpo kazini hapo sio kwa sababu ya huo mshahara. Lakini wewe akili yako inatazama mwisho wa mwezi. No. Mwisho wa mwezi ni sehemu tu. Lakini kuna kazi ya kufanya wakati ukiwa hapo kazini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yatakana kuna biashara ambayo unaifanya na kuna watu ambao Mungu anawaleta kwako ambao hawaendi kanisani. Lakini wewe watakuja kwenye biashara yako na utapata nafasi ya kuweza kuzungumza nao kwa habari ambazo wangekuja kanisani. Kupitia hiyo biashara, Mungu amekuweka mahali hapo na amekupatia jukumu la kuweza kufanya kupitia hiyo biashara.
Je, uko tayari kuaminika? Je, uko tayari kuaminika? Kuna gharama zake pia. Kuna gharama zake pia. Kuna gharama zake tena. Sasa kama uko tayari, na uwe tayari kubeba hizo gharama. Unapozungumza kwa habari ya vita, sio dada mama. Kuna mapigano kabisa ya ukweli ukweli. Tena ya kimwili, japo ulishi ngumi. Hapo kuna watu wananielewa hivi. Kuna watu wananielewa. Sasa ambao unielewa twende pamoja. Unanielewa tu taratibu. Utanielewa tu. Utanielewa vizuri. Sasa kwa Mtume Paulo kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kujifunza hata mwaka mzima. Lakini nataka tujifunze kwa kitu kidogo. Kwa kitu kidogo katika mambo mengi ambayo Paulo aliaminiwa kufanya. Ilikuwa ni wakati wa safari. Na hiyo safari ilikuwa ni safari ya majini. Na ile safari ilihitaji mtu ambaye Mungu amemwamini. Na hiyo safari hakuhitajika mtu ambaye ni baharia mzoefu. Na hiyo safari haikuhitaji mtu ambaye ni mzoefu wa kuogelea. Hapana. Hiyo safari ilihitaji mtu mmoja ambaye Mungu amemwamini. Na katika safari hii Paulo alibebeshwa nafsi za watu wapatao 272. Watu wapatao 272. Na Mungu alimwamini kwa ajili ya hawa watu. Kwa wakati huo uhai wao ulitegemea Paulo. Maana yake kama Paulo angefanya masiara, hao watu wangeteketea na Paulo angedaiwa nafsi za hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Okay. Sasa na kwa kuwa muda hautoshi sana na maandiko hayo ni marefu, nitakusomea baadhi tu ya mistari kutokea hapa. Tunapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Watu ambao Mungu alimwamini Paulo walikuwa ni 276, sorry. Ni 276 sio 272. Watu 276 ambao walitegemea kuishi na kusurvive na kuwa hai kwa ajili ya Paulo kuwepo mahali hapo kwa wakati huo. Sasa ukisoma vizuri hapo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 27. Sura ya 27 ukianzia mstari wa kwanza ukaenda mpaka mstari wa 44 kwa wakati wako utasoma. Lakini nitakupitisha kwa mistari michache. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 27 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 44. Lakini utaongeza na sura inayofuata ambayo ni sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura ya 27 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 44. Utaendelea mpaka Matendo ya Mitume sura ya 8, sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Mahali hapa unaona huyu mtumishi Paulo anapewa nafasi ya kuingia katika safari. Lakini ili kusudi aingie kwenye hiyo safari, lazima kuna sababu ambayo ya kumfanya kuingia kwenye hiyo safari. Na hiyo safari ilibeba watu tofauti. Katika watu hao kulikuwa na wafungwa. Katika safari hiyo kulikuwa na abiria wa kawaida. Lakini kwenye safari hiyo kulikuwa na mmiliki wa hicho chombo ambacho kisafiria. Lakini kulikuwa na askari ambao waliongozana na hao wafungwa kuhakikisha kwamba wanafika kule wanakwenda wakiwa salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na safari ilianza vizuri. Sasa unaona hapa Paulo anapata tiketi na kibali cha kuingia kwenye hicho kundi kwa kuwa mfungwa. Kuna mtu unielewa? Kwa sababu hakuwa na sababu ya kwenda, hao watu wengine wanakwenda
mahali haitakiwa kuwa mfungwa. Kuna mahali ambapo utajikuta umeingia bila kutegemea, bila kutarajia, kwa sababu kuna kusudi la Mungu amekupelekea hapo. Na ili kusudi ulitimize, lazima uwe mmoja wa hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Paulo anajikuta ni mfungwa, lakini huo ufungwa unampatia nafasi ya kuwa katikati ya watu ambao Mungu amemweka kwa ajili yao. Na bila yeye, japo ni mfungwa, hawezi kuwa hai. Hawezi kuwa hai. Haijalishi ni huyo wakida au askari wale wengine au mmiliki wa chombo au nahodha ambaye ni mzoefu, lakini wanamtegemea mfungwa mmoja ambaye ni Paulo. Maana yake kama Paulo angegoma kuwa mfungwa, tayari hao watu wangeteketea. Kwa hiyo kuna mahali ambapo unaweza kujikuta upo, sio kwa sababu umependa, sio kwa sababu umetaka. Kuna ajira unaweza ukaipata na hauipendi kabisa moyoni, lakini Mungu amekuweka mahali hapo kwa kusudi lake kwa wakati fulani. Kuna biashara unaweza ukashangaa umeingia huko na unashangaa nimeingiaje? Hapo unategemea kama sipendi lakini nipo. Lakini kumbe kuna watu ambao Mungu amekusudia kukutana nao kupitia kwenye ile biashara. Na ndio maana nakwambia kila wakati wewe JCC haupo kwa bahati mbaya. Na wakati wako inawezekana JCC ni wa muda fulani unaondoka. Na kabla hujafikia kuondoka, fanya kwa nafasi yako. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini moja ya kitu ambacho kitakachokutofautisha wewe na wale watu wengine, kutakuwa na uniqueness. Kutakuwa na upekee fulani. Kutakuwa na vitu vya kitofauti na wale watu wengine. Kama ni mfungwa, wewe utakuwa mfungwa, lakini kuna sifa za kifungo zitakokataa. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana Mungu akakutuma uende kwenye madanguro fulani, lakini kwenye madanguro wewe hautaenda kuuza mwili. Amina. Isipokuwa kuna watu ambao umekusudia kukutana nao huko kwenye madanguro. Amina. Haleluya. Amina. Mzee kiongozi, una kazi yako mahali. Nakujua sana. Una kazi yako mahali. Na muda wako kuna wakati uta expire. Amina. Sasa kuna report. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Safari imeanza vizuri. Imeanza vizuri kabisa. Na kitu cha ajabu tunakiona kwenye mstari wa 3 pale. Tunakiona kwenye mstari wa 3. Tambua Paulo huyu ni mfungwa kwa wakati huo. Na ana kiongozi katika wale askari ambao ni akida. Akida ndio anaongoza ile jopo la askari kwa ajili ya hao watu ambao wanaelekea kule na kuelekea. Maana huyu ndio mwenye amri ya kusema na namna gani iwe. Lakini unashangaa Paulo mahali hapa wanatoka kwenye kituo kimoja wanaenda kwenye kituo kingine, lakini kitu cha ajabu Paulo anapewa nafasi ya kuwa uhuru na kwenda kusalimia ndugu zake na kwenda kupumzika huko. Halafu unaambia wewe ni mfungwa na amepewa ruhusa na akida. Can you imagine? Mama tusome mahali hapa. Mstari wa 3 sura 27 Matendo ya Mitume. Biblia inasema, ndio siku ya pili tukawasili Sidoni. Yulio akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Yulio ndiye alikuwa akida au kiongozi mkuu wa askari ambao walikuwa wameongoza na ile jopo. Lakini kitu cha ajabu Paulo alipata kibali cha tofauti sana katika wale wafungwa wengine. Na anafika mahali anapewa nafasi ya kwenda kwa ndugu zake akawasalimie na akapumzike huko. Halafu ni mfungwa. Unashangaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakapokuwa mahali hapo kwa kusudi maalum, utashangaa hata wengine wanakushangaa. Amina. Yaani wewe unashangaa na wengine wanakushangaa. Maana wewe kuna vitu vya tofauti, haijalishi sheria inasemaje. Amina. Haijalishi mazingira yanasemaje. Amina. Haijalishi utaratibu ukoje, lakini wewe utakuwa na utaratibu wa mbinguni. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Wacha Mungu aite Mungu bwana. Amina. Sasa
inaendelea, lakini kwa kuwa Paulo alikuwa na ajenda maalum kwenye ile safari, na alipata kibali cha kuona mbele ya safari na mpaka mwisho wa safari, na yeye ndio alikuwa na direction kutoka mbinguni ya kwamba hii safari ikoje huko mbele. Na baada ya kupata hizo taarifa, kwa sababu yeye ndiye mwongozaji, sasa leo kusema kutoka mbinguni. Kwa hiyo kuna waongozaji ambao wapo katika namna ya macho, lakini kuna mwongozaji kutoka mbinguni ambaye ni Paulo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukashangaa kuna kampuni fulani, kuna mkurugenzi, kuna nani, lakini kuna mfanyakazi fulani ambaye mawazo yake ndiyo yanaendesha ile kampuni. Halo. Unaweza ukashangaa kuna kanisa mahali fulani, na kuna mchungaji, kuna wazee wa kanisa ambao tunapoona mzee wa kanisa, kuna wazee wa kanisa, lakini kuna mshirika mmoja ambaye sio mchungaji, sio mzee wa kanisa, mawazo yake kutoka mbinguni ndio yanaongoza ile kanisa. Lakini ili kusudi iwe, ni lazima kwanza uwe tayari kukaa kwenye nafasi yako na Mungu akutumie kwa namna hiyo. Sasa ukienda mstari wa 10 pale, mstari wa 10 tunaona Paulo anatoa maelekezo ya safari, kwa sababu ameuona mwisho, ameiona safari huko mbele kuna shida, na Paulo anawaambia wale wanaohusika kufanya maamuzi. Mstari wa 10 unasemaje mama? Mstari wa 10 unasema akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anawaambia, jamani, sikilizeni niwaambie, wakati tunapoelekea huko kuna hatari, na hiyo hatari itapoteza hii merikebu ambacho ni chombo tunachotumia kwa ajili ya safari. Lakini tunapoelekea huko, shehena yote ya kwenye hii merikebu tutaipoteza, lakini ikomei hapo, hata maisha yetu tutayapoteza. Sasa kama unavyofahamu tena, ikawa ni ngumu kuweza kumwelewa Paulo, sababu huyu Paulo ni mfungwa kwanza, lakini ndani ya hicho chombo kuna watu ambao ni wazoefu na hicho chombo. Kuna nahodha ambaye ametumia hicho chombo kwa miaka mingi. Kuna miliki wa chombo ambaye ana maamuzi wa hicho chombo. Wewe ni nani? Mfungwa mmoja tu unatambia nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaonekana kama vile mbumbute fulani. Nikisema mbumbute unanielewa? Paulo anaonekana kama mbumbute fulani, kikaragosi fulani ambaye hana maana. Lakini wewe kikaragosi ambaye hana maana ndio amebeba maelekezo ya safari. Ndio amebeba maelekezo ya safari. Sasa huyu akaongea na akida, kwa sababu kwa mtu ambaye alikuwa na amri ya mwisho kwa Paulo ni akida, na ndio alikuwa anaongoza na kutoa amri kwenye kile chombo. Na baada ya kumwambia akida, akida akasema, okay, hebu ngoja niwaulize na wazoefu. Akaenda kwa mmiliki wa chombo, akamwambia, bwana, huyu jamaa mfungo mmoja anatuambia huko mbele kuna na shida. Lakini mwenye chombo akapiga hesabu akaona, huyu bwana unipotezea dili. Nimeshapata abiria wa kutosha, akipiga hesabu zake hapo kuna milioni kadhaa. Kwa hawa wasafiri wa 276, wakitoa nauli elfu kadhaa hapa, ni hela nyingi. Halafu anaambiwa na yule mfungwa kwamba huko mbele kuna shida. Kaona huyu hana maana yoyote, hata kunalibia dili. Hata kunalibia mchongo huyu. Huyu mfungwa inawezekana tafuta mazingira yaweza kutoroka safari kifungo chake bwana kuelekea. Akapuuziwa. Lakini akida kaona anyway, hebu ngoja nikamuulize na mtaalamu wa chombo, mwendeshaji wa kile chombo, nahodha. Akamuuliza nahodha, bwana nahodha, hebu tuambie, hali ya hewa huko inasadikika kwamba utakuwa ni hatari, tutapoteza maisha tunapoenda, merikebu hii itaangamia, na zote shehena ambazo tunazo huko na mizigo na kila kitu tutapoteza. Vipi kwa uzoefu wako unasemaje? Sasa ndio hapo inapokuja ile yes, mene marudi calculation nyingi. Sasa inawezekana alikuwa ni muhaya. Imagine kwamba yule nahodha ni muhaya. Changa unajua mimi bwana ni mzoefu sana kwenye hivi vyombo.
yapata miaka 30 sasa ninaendesha jishombo. Huyo mfumo mmoja sikupa maisha. Haleluya. Kuna haya huko ndani. Hapo hapo. Angalia mtaka angesemaje? Sasa imagine. Mwenye chombo ndio Mchaga. Baba. Mwenye chombo imagine ndio Mchaga sasa. Alafu anaambia tusiende safari. Na ameshakusanya mfuko hapa. Mangi, usitangie jamaa wangu. Aiselo, usiniharibia dili halo. Haleluya. Lakini Paulo yeye haangalii kwa habari ya uzoefu, haangalii kwa sababu kuna pesa, haangalii kwa sababu kuna mtu ana elimu au hana elimu. Yeye ndo ana direction kutoka mbinguni. Ana direction kutoka mbinguni. Na ndio anabeba uhai, ndio anabeba mwisho wa safari utakuwaje. Ndio kama maelekezo yote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mahali popote ambapo unaona kuna nafasi ya kuweza kusema, sema. Kifanyiwa kazi, kisifanyiwa kazi, sema. Wewe kwa ripoti yako uko mweupe. Amina. Utaandika, Bwana mimi nilisema lakini hawakufanyia kazi. Yatakana watoto nyumbani unawakanya na kuambia kila kitu na kila siku unawaambia. Kwa vitendo na shuhuda nyingi. Yatakana pako unapitiza na za uongo unaziweka ili vizuri kuogopesha. Lakini zote zijasaidia. Kwa nafasi yako umefanya. Haleluya. Yatakana ni viongozi kanisani, wewe ni mshirika, umemwambia kuna mambo 2-3 yanaharibu kanisa. Lakini kuona wewe wajuzi, kwanza kiroho wala unendi kwa lugha. Sawa, lakini umesema. Mwisho wa siku wewe umenao kwa mweupe. Yatakana kwenye kampuni mwambia bosi 1-2-3 karibu kazi. Na yeye anakuwa kama kifuna mbuti sawa. Lakini kifuna mbuti umesema. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ipo siku itakwambia wewe ni kifuna mbuti au ni namna gani. Sasa safari imeendelea na Paulo baada ya kufanya kwa nafasi yake alikaa. Na utakaposema kile ambacho Mungu amekwambia, usilazimishe kifanywe kazi. Wakikataa kufanyia kazi, kaa kimya. Subiri yajayo. Watakutafuta. Kama unapatikanika haya, kama haukuwa na namba yako, wataitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa hebu tusome mstari wa 18 na 19. Mstari wa 18 na 19 unasema. Biblia inasema. Na kwa maana tulikuwa tukipigwa sana na ile tufani. Siku ya pili yake wakaanza kuitupa shehena baharini. Siku ya tatu wakatupa vyombo vya merikebu kwa mikono yao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa yale ambayo Paulo aliwaambia inafika mahali yanaanza kutokea. Paulo yuko kwenye chombo ametulia. Wamemwona ni sio msomi. Hana hata darasa la 7 yawezekana. Alafu kwa uzoefu wake kwa taaluma yake ni kushona mahema fulani tu. Hana maana, hana uzoefu, hana elimu sawa. Ametulia baba watu tuli. Hana shida. Ndio maana vijana wakati wa kuoa tunawaambia kwamba kaa tulia. Unapooa Bwana awe anakuonyesha. Nikutokea ukamshtakia kwa Bwana. Ukimtoa pa kumshtakia hakuna. Kwa hiyo wakati ambapo kijana anamwambia au vitu namwambia huyu sio sahihi, yeye anakuona kama vile unamwekea kauzide. Ni kama unamuonea wivu fulani. Unajua kuna sometimes wanakuja na majibu yao. Na ukisema chochote kinyume na anachofikiria, tayari wao unakuwa adui. Mama, baba, mchungaji, mzee wa kanisa, mkurugenzi, funga domo lako. Amen. Subiria kuna wakati watakutafuta. Amen. Watakutafuta tu. Wakati kimenuka huko.
watakutafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa tunakaa nao na kuwaonya na kuelekeza kila wakati kama ndege sarodi. Aha, na mimi nishasema. Nikikwambia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, nikifika mahali nikaweka utanitafuta. Amen. Utanitafuta. Amen. Kama usiponitafuta utakufa na tai yako shingoni huko. Lakini yuko Bwana nimenao. Haleluya. Na useme kupozi hiyo unaposema. Ifike mahali weka alafu cheka weka pause. Kwa muda na majira yatakapotimia, Bwana mwenyewe atakapotenda huko, lile lizoruba kule ndani ya bahari litakapofurukuta, wanajua tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa wao wenyewe kwa mikono yao wanaanza kukamata shehena na kutupa nje. Kabla ya shehena wanaanza kutupa vyombo vya mle kwenye merikebu. Tupa mazaga yote, tupa kila kitu, tupa kila kitu. Kwa sababu Paulo yuko tena kuwasaidia kutupa. Ametulia tu baba watu, hana shida. Kwa sababu yake ameshafanya. Kwa sasa ni zamu yenu kufanya. Niliwaambia tusiende, ndiye mkasema twende. Habari ya kutupa inawahusu. Mimi sisikiwa na dunia. Mimi siwezi kujichosha. Nyinyi wenyewe tupeni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ashukuriwe kama ishivyo. Ikafika mahali sasa wameshatupa, wamedabirika na kumwambia Paulo, sasa mzee inakuwaje, tufanyeje? Wanaona aibu. Sasa unajua mtu ambaye mmoja mara nyingi halafu ameshupana shingo. Wakati kivunjika, yana anakuja kwa hivi. Unajua baba, unajua mama, unajua mchungaji, imeenda tulinyosha maelezo vipi ndio kwaje? Haleluya. Kwa wakati huo na wenyewe yule mwenye merikebu na hela zake hana habari tena. Yule mzoefu na hoza na uzoefu wake ni shomire. Yuno yese nyingi, nina uzoefu miaka mingapi? Wakati huo uzoefu tena haupo. Amen. Macho kodo. Wanatazama tu Paulo hivi. Kwa hiyo sasa nabii anafanyizana bwana. Mwambie yako basi. Kwa hiyo mwambie yako basi. Lakini Paulo akasema mimi msiangalie. Mimi nimeshaona kwamba hapo mlipofika mmeferi. Amen. Hana namna nyingine. Sasa wacha mimi mwenyewe mwenye connection za mbingu nichukue nafasi. Wakati wao mshadabirika mmenyoka. Mtanisikiliza ninaposema. Haleluya. Tende mama 21 hapo mpaka 25. Kuna mambo matamu mazuri kweli kweli. 21 mpaka 25. Ni wakati wa Paulo sasa kujimwamba fai. Baada hao watu wameshadabirika wamechoka. Wakati wao ni wa Paulo sasa watamsikiliza wataka wasitaki. Paulo anasemaje? Ndiye anasema. Na walipokuwa wamekaa wakati mwingi bila kula chakula, Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kutong'oa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu atakayepotea, ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye nimwabuduye alisimama karibu nami. Akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nao. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Wala. Paulo hapa anajimwamba pale. 22 anasema, sasa nawapeni ushauri. Na hapo unasikiliza watake wasitake. Iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu atakayepotea, ila merikebu tu. Haya watoa maelekezo ya kwamba tayari imeshaharibu huko nyuma. Kwa habari ya merikebu hapa lazima ipotee. Kwa sababu niliwaambia tusiondoke mkang'ang'ania. Kwa habari ya merikebu mpaka hapa imeshaharibika. Kama
Kama ni biashara tayari nikwambia usifanye hii biashara, umeshakula hasara. Kama ni kwenye hii ndoa nikwambia usiingie, tayari umeshaingia. Unatokaje? Aliyefanya nani? Saidizane kilichounganishwa na mwanadamu. Kwa hiyo kwa habari ya kutoka kwenye ndoa baba mama, wewe hilo halinihusu. Lakini mimi hapa nitafanya nafasi yangu ya namna ya kukufundisha na kuelekeza jinsi ya kuendelea kupambana ukiwa huko. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuna wakati ambapo ukishaharibu mambo hakuna yanayotengenezeka. Kuna mengine yanatengenezeka, mengine hayatengenezeki. Medikebu lazima ipasuke. Medikebu lazima ipotee. Yule mchaga mani ambaye alijiona kwamba yeye anataka hela sana, amepata 500,000 600,000, medikebu anaipoteza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mambo mengine tunawaambia na yakishaharibika, mengine hayatengenezeki. Sasa Paulo anawaambia, medikebu hapa lazima iondoke. 23. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimemhudumia, alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Haleluya. Kuna watu kwenye safari yako Mungu amekupatia. Amina. Kuna watoto kwenye familia yako Mungu amekupatia. Amina. Kuna watu kwenye idara yako Mungu amekupatia. Amina. Kuna watu kazini kwako Mungu amekupatia. Amina. Na hao salama yao ni wewe kuwa mahali hapo. Mpendwa, usisuse. Usisuse. Amina. Ni watoto wako wamewazaa, wanakuchukiza, wanakufanya nini? Usiwarani. Amina. Waseme wakiharibu sawa, lakini wewe kwa nafasi yako umefanya. Amina. Na Mungu amekuamini hata kama kuna watakaoharibikia mikononi mwako, lakini umefanya. Lakini kuna ambao watakaopona. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Paulo anasema, kumbe tayari umeshadabilika. Sasa sikie. Hapa inapoongea sio habari za kutunga. Ni habari ambazo Mungu ambaye ametengeneza hii bahari mnayoiona, Mungu ambaye ameweka upepo na majira ya mvua na nini, ndiye amenisemesha na kuniambia habari ya hii safari. Kwa hiyo ninaongea maneno kutoka mbinguni kwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe mpendwa unatakiwa uwe connected na mbingu, ili kusudi usiseme maneno ya kutoka kichwani mwako, yatoke maneno kutoka mbinguni na Mungu mwenyewe atayathibitisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio Paulo. Na wewe unapaswa ukaa kwa Paulo hapo kwa namna yote. Sasa ukiendelea mstari wa 31 hapo unasemaje? Mstari wa 31 unasema. Paulo akawaambia akida na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Sasa hapa hawa jamaa askari walikuwa kwenye kile chombo na akida ambaye ni mkuu wao na wafungwa na hao manahodha na mwenye chombo na watu wengine. Sasa kilichotokea baada ya kuona kwamba kuna hatari ya kufa, wale manahodha wenyeji wa chombo wakaona hapa ni kukimbia. Tunakimbia kwenye maji, wakachukua kuna vyombo fulani vidogo hivi ambao wanafanyika kwa ajili ya kujiokolea. Kama umesha kuangalia Titanic na meli kama hizo ambazo wajaiza kwenye maji na nini vyombo kwenye maji, huwa kuna viboti fulani vidogo ambao wanatumia kwa ajili ya uokoleaji. Sasa wakataka washushe vile viboti vidogo, halafu wenyewe waondoke waachie msaada. Paulo akamwambia akida na askari, hawa jamaa wakiondoka kwenye hiki chombo tumeisha. Na kilichofanyika, wale askari wakakata zile kamba na wale jamaa wakabaki kwenye chombo. Unaelewa kilichofanyika hapa? Wakati huo Paulo ndio amri jeshi kwenye kile chombo. Kuna wakati tulia, halafu kuna wakati mambo yakishakuwa wewe utasema chochote na watakifuata. Akida na askari wote wanamsikiliza Paulo kwa wakati huo. Lakini kwa wakati wa mwanzo
walimuona ni kifura mbute. Lakini wakati huo sasa ndio kama amri jeshi wanapigia na saruti. Na wanatekeleza ambao wanafanya. Lakini kuna kitu kingine cha kujifunza hapa. Paulo alikuwa connected na mbingu, sawa? Lakini kuna watu ambao aliwahitaji ambao hata hawajaokoka. Kuna hao ambao ni wazoefu, wenye uzoefu na experience na hicho chombo. Unanipata vizuri? Mahali hapo hakuhitajika malaika. Wakati hapo hakuhitajika Roho Mtakatifu. Alihitajika mtu mwenye experience, mtu mwenye uzoefu wa hivyo vitu. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambapo tunahitaji watu ambao hata kama hawajaokoka lakini wana uzoefu kwenye hivyo vitu. Amina. Na ndio maana watu wengi wanaingia kwenye mambo kiroho na wanafeli. Kwa sababu roho ana nafasi yake. Lakini kuna vitu ambavyo unahitaji skills. Sema skills. Skills. Unahitaji skills, unahitaji na knowledge. Sema knowledge. Sema knowledge. Ile ndio kizungu unaanza kukipata hivyo hivyo. Haleluya. Kuna watu ambao wanawahitaji ambao hata kama hawajaokoka lakini wanafahamu kwenye hicho kitu. Amina. Na ndio maana jamani, hata kwenye masuala ya kiroho ni kwa tunamhitaji Mungu, tunamhitaji Roho Mtakatifu, lakini pia tunahitaji tupate maelekezo ya namna ya kuifanya kazi ya Mungu. Na ndipo hapo ukingangana kama mimi ni wa kiroho sawa, mwisho wa siku utafungisha watu mifungo ya kufa. Oh, kuna hapo mbele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukimfuata yule aliyefungisha mifungo ya kufa, na hata kama alipokea kutoka mbinguni, lakini inawezekana angepata elimu ya kwamba kuna namna ya kutofautisha hizo sauti, angeelewa. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa wewe hata wewe jana tulikuwa na baba hapo tunafundisha masuala ya biashara. Masuala ya biashara. Kuna ambao tayari wapo tayari. Na tukaona kwamba kumbe kila mmoja hapa, mama yule kwa hapa ni mfanya biashara. Amina. Yaani mume wako kama jana alikuwa hapa ni mfanya biashara. Wewe kamuulize vizuri. Kama unafanya biashara gani atakwambia. Hapo ni biashara kubwa ambayo inalipa kweli eti. Lakini kumbe shida iko wapi? Kwenye skills. Amen. Hajapata skills. Sasa mkizitaka skills tena sio theory na practice. Unanielewa? Sasa uwe tayari tu. Uwe tayari. Kama utaki mimi nimeelewa. Ripoti yangu mimi nimeandika. Tarehe 24 mwezi wa 5 2026 hii kazi nilimaliza. Jana nazungumzia baba. Bado. Ile ya jana nilifanya. Shida jana ilikuwa jana 24. Mwezi wa 5 2025. Mimi nimesema sasa nimeshaondoka mwaka huu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kile ninachokifanya mimi kwenye ripoti yangu nimemaliza. Kwa hiyo ndio maana akatenda nikasema kwamba kuna nafasi ya mkopo ambao hauna riba. Amen. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwamba uwe tayari na tayari uwe kwenye motion. Jamani, mlikosa hata kuanzisha karanga, mkaja mkachukua mtaji, mkaongeza ikawa genge. Mlifeli hapo. Ndio expire. Hiyo haipo tena. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haipo tena. Kama mlifeli hapo na mimi nikafanya mambo mengi. Na mbarikiwe sana. Amtaki kuipokea baraka. Hiyo mnaikataa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yuko ripoti yangu mbele. Niko clear. Mungu awabariki sana. Amen. Sawa. Sasa unaona hapo? Paulo ndio amekuwa mtu wa maelekezo. Na anaambia hawa jamaa japo hawana Roho Mtakatifu, sawa, hatusali nao, sawa, sio kanisani kwetu, sawa. Lakini kwa wakati na majira haya tunawahitaji. Ili kusudi wa salama hapa tunawahitaji. Kuna watu kwenye maisha yako usiwe tu ni mtu ambaye watu wako ambao unaofahamiana nao na uhusiano nao ni waliokoka tu. Waliokonyesi ndio hawa. Ni wanyesa mtemo wanakufelisha wao. Si ndio? Hawa. Tena wanakukera kukorokota. Sasa kuna wakati ambapo unahitaji watu ambao hata hawajaokoka. Kabisa. Kuna mahali ambapo kigezo cha kuokoka hakikai.
Anaweza kama ameokoka au hajaokoka, lakini inahitajika kitu kingine tofauti na wokovu. Amina. Wangapi wanafanya biashara yoyote ile hapa? Nani ambaye hafanyi biashara yoyote hapa? Mbona shusha haraka? Sasa wewe ambaye unafanya biashara, wateja wako unakuja kuangalia, anayekuja kwa mfano unagenge kama mangu asha pale. Unakuja kununua nyanya. Unasali wapi? Umeokoka? Unanena kwa lugha? Sawa. Haya, leta na unataka nyanya za shida. Waga mnafanya hivyo? Akija mchawi unapokea. Akija mdangaji unapokea. Akija nani unapokea. Sio hivyo. Kristina, akija mtu kusuka utamwambia wewe hii hela unataka nikusuka sawa. Unaenda kwenye godoro, unaenda kanisani. Umuulize. Una shilingi ngapi? Haya. Mmeelewana? Haya. Wakati amekaa zile dakika 30-20, mshindirie maneno ya Mungu mpaka atoke hapo aseme ewala. Ndio nikutana na mtusi mdogoni. Ameniambia maneno mpaka nilikuwa nakeleka mali ya haraka sawa, lakini wewe umempa. Haleluya. Atoke hapo aende kudanga kwa bwana yake sawa, lakini wewe kazi yako umeifanya. Tena una nafasi nzuri ya kufanya kazi wewe mama wewe. Zile dakika 20-30 umekaa naye hapa. Tena hata umuonee hivi sana uteke kichwa. Hapo. Shindilia. Tena kama unaona ni nywele za haraka za tembekiliona tamaiza kawiza shindilie mingi. Haleluya. Kama unasubiri mkutano tena hapa. Wala uhitaji mkutano. Na wewe mwingine ichukue. Kwa hiyo unaona hapo Paulo anahitaji watu wenye uelewa juu ya kitu husika. Amina. Sasa wewe ukitaka kuna kimongo mahali unamuuliza bosi nataka nilime sawa, lakini kwanza wewe unasali hapo bosi. Umeokoka bosi. Wewe piga akupe chako, wakati ule wa Mungu akupa chako mshikilie. Haleluya. Inawezekana Mungu amekupeleka kwenda kulima kimongo kwa bosi, kumbe kuna namna anataka ukutane naye. Sasa bosi mwenyewe anakaa Masaki, wewe unakaa huko Mnemela hapo. Unakutana naye wapi? Kama sio kwenye shamba lako kwenye kulimia. Furu sasa kupeleka injili hizo. Naona kama mimi bwana mlima kimongo huko kwenye kimongo utokana na bosi na atakupatia ajira. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unaona mahali hapo mambo yanaenda vizuri. Na baada ya Paulo kutoa maelekezo, akija anatii hayo maelekezo. Na baada ya kutii maelekezo mambo yanakaa burudani. Kwa hiyo mdogo Paulo ameteka Merikebu nzima. Hakuna kufurukuta. Hakuna kusema nini, ni Paulo mwenyewe anatawala muda huo. Na wewe ndugu yangu, kuna wakati wa kutawala hata kama ni saa moja, saa mbili au dakika kadhaa. Unanielewa vizuri? Hata chukulia kwa mfano bosi moja tajiri, alafu nyumbani kwake binti yake au mtu yoyote au mke wake kimenuka. Mapepo yamelipuka huko. Alafu ndio mlokole unakufahamu. Sio kutafuta. Na ukienda pale nani atamsikiliza? Ukimwambia bosi kaa chini, anakaa chini. Anakaa chini. Sasa kuita na shida. Na wewe ndio una namna ya kuweza kumcontrol ile pepo ambaye yeye anamuogopa, ni mke wake lakini anamuogopa. Lakini wewe usiishi kwa haraka. Fanya yani wewe unapokuja kutoka hapo kama mama kabiti hapa. Kumedoma. Haleluya. Siku moja sasa bado shangaza 12. Siku moja tulikuwa kwenye graduation kule chuoni. Ilikuwa ni graduation ilikuwa ya diploma. Kuna mama moja mtaani kwake ambako wanaishi. Wanamchukulia bila kawaida. Sio wale wale bana. Chukulia fulani ndio kwa namba fulani. Wale wale ambao hawana kazi, waliopata direction hivi. Na kuna baba mmoja ana hela zake. Halafu ni diwani wa mazingira haya. Ni bosi fulani mzito. Sasa kale kama mama alikuwa anakaona yeye anakuchukulia kina mafanya. Sasa siku ile amekuja kama mgeni rasmi pale kwenye sherehe. Anakakuta kale kama. Halafu sasa
tulipewa nafasi ya kuhubiri. Kale mama kalipiga babu. Wakati yule baba amesimama sasa katika nafasi yake ya mgeni rasmi, kwa kwanza kumzungumzia kwa yule mama. Sema, mama fulani, nimekuwa ni wewe mama. Ndio nimekuheshimu mama. Amen. Nilikuwa nakudharau na kuona wewe unapita tu sikuelewi, kumbe una vitu. Kwa wewe kuna mahali mtakutana yangu na mtu fulani hapo tayari kugaha jamaa kama vitu. Lakini kusudi wa kuelewa hivyo lazima uwe tayari. Na ili kusudi uwe tayari kuna gani? Uko tayari kwenye kulipa gharama? Amen. Sasa tulikuwa tunamalizia. Paulo pamoja na ile jopo sema la watu 276. Safari imeenda. Ndoto yeye ameshateka. Yaani kama mtekaji wa kwenye ndege. Yaani yeye ndo ana control kila kitu. Wamefika mahali ile merikebu imesambaratika. Unajua kusambaratika Yes. Yaani ikasambaratika na kila kitu kikawa wazi kwenye maji. Sasa kilichotokea wale askari wakafikiria, hapa jela inatuhusu. Kwa nini? Wafungwa wanakimbia. Maana yake kuogelea wataondoka. Hii ni kesi nzito kwa askari magereza kumpoteza mfungwa mikononi mwake. Kwa hiyo walichoamua wale askari, kinachotakiwa hapa ni kuwapiga risasi wote. Ili kusudi asiponyoke hata mmoja. Akiponyoka hata mmoja, sio kama sisi tufungwa. Sisi ndio maisha yetu yameishia hapo. Kwa kama sisi hatujaribu kazi na maisha, tuwamalize kwanza wao wenyewe. Wakati wa Paulo ameshika usukani, mwenyewe akaingilia kati. Ni mwana hapi mtu. Yaani unajua kuna watu wanaweza kapa kizembe kwa sababu yako. Haujakaa kwenye nafasi yako. Kuna watu ambao wanaishi mpaka leo. Nasema hivi yani hujanielewa. Kuna watu wanaishi hadi wako hai. Kwa sababu yako wewe, unajua hilo? Mbona kama mnaelewa? Kuna watu leo hii yani uhai wao wanaishi na kupumua kwa sababu yako wewe. Sasa imagine kama hiyo nafasi usingekaa kwenye nafasi yako, hao watu hukumsha kufa. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo ndipo hapa Paulo hakufanya masiara. Kwamba Mungu ameniamini katika zamu hii. Hapi mtu iwe kwa maji, iwe kwa risasi. Na alichofanya akaongea na huyu akida. Na akida kwa kuwa tayari Paulo amesha take over. Akida afiata mkia. Akatoa amri. Hakuna askari yote kufyatua risasi kwa mtu yoyote. Amen. Na kila mmoja anayeweza kuogelea aogelee mpaka mama. Watu wakasema wala tena haya maji yuko nimeshamisi muda mrefu. Wakati wa kuogelea kwenye maji. Nani waziwani hapa jamani? Bahari. Hamjui kuogelea? Hata bichi mwendagi. Inabidi siku moja wachungaji tuwatoe hauti, tuwapeleke bichi kuogelea. Nzuri mnaogopa? Haleluya. Paulo akasema hapi mtu. Iwe ni kwa risasi, iwe ni kwa maji, mimi ndiye Mungu amenipatia mamlaka na nafasi ya kufanya hao watu wawe hai. Na mimi siwezi nikafanya uzembe wa kupoteza na kuandika ripoti mbaya. Akamwambia akida, sikia, hapa mtu au askari wako asipige risasi mtu. Na kweli wale askari wakaamrishwa hakuna aliyepiga risasi hata moja. Watu wakaingia kwenye maji wakaogelea mpaka ng'ambo. Na hivyo ikaenda ndio itokaje? Haikuhusu. Lakini maandiko yanasema wakuogelea waliogelea, wakulala kwenye vitu vinavyoelea walilala, wakulala kwenye mbao walilala, na hatimaye kila mmoja 276 wote walifika salama na. Haleluya. Pigie Paulo makofi sasa. Pigie Paulo makofi. Sio wivu. Japo shakufa pigie makofi na kusikia kwa mbinguni. Na siku moja kupigia makofi namna hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo kazi yake ameimaliza. Amina. Aiweze vizuri kabisa. Watu 276 ambao Mungu alimwamini na amefikisha salama. Amina. Wewe
ndugu yangu, Bwana amekupatia kundi la watu wa zoni kama 5-6 hivi. Lakini umesharaani mpaka kuna ile ya kufanya kwa nafasi yako, sawa? Tunaelewana vizuri? Kama mzazi ambapo unaposema na watoto wako kwa kila lugha lakini hawakuelewi, ni sawa. Lakini wewe kiongozi, inawezekana kwenye zoni umefanya jitihada kama Madebora, anafanya kazi kwa mama na bidii. Anawashatera hivi ni kushatera ni Kisukuma. Anawafuatilia washirika moja ni nyumbani mwao. Kwa sema kwa mama, pikini kwa huyo mama. Anafanya kazi vizuri. Lakini kuna mtu mwingine kwenye zoni, yani anatamani ndio wote mchungaji Franki amtengue. Kwa sababu na hao washirika wanamzengua. Na yeye anasema kama mnanizengua na mimi nawazingua. Sasa ukipewa kanisa la watu 20, 30, 100 utaweza wewe? Sasa inawezekana Mungu amekuamini, amekupatia mtoto mmoja au watoto wawili kama Frank hapo. Lakini ndio basi. Jamani watoto sawa, sasa tunasemaga. Watoto jamani paswajika, kwenda paswajika. Watoto jamani watatu wale. Sema nao sawa, lakini tafadhali usitamke maneno ya laana. Mungu amekuamini kwenye hao. Inawezekana katoka kama mmoja ambaye ni rais wa nchi. Inawezekana katoka kama ni daktari ambaye akasaidia wamama kujifungua vizuri zahanati fulani. Inawezekana katokea mwanasheria ambaye atasaidia watu ambao wameonewa kwenye mahakama. Inawezekana katokea injinia mmoja ambaye akatengenezea mabarabara. Inawezekana katokea mhubiri mzuri mahali fulani akaokoa watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni mtu mmoja, ni watu wawili, ni watu watatu. Hao goma nao. Na ndipo hesabu yako ilipo. Na kama Mungu anakupeleka mahali fulani pakubwa, tafadhali ukiona Mungu ameleta makubwa yakatae. Hayo ya Mungu au ya shetani. Amen. Hataki sasa. Kama una fikra ya kuwa na kanisa la watu 100,000, Mungu akuletea watu 100,000 leo, wakatae, wakimbie, chapu. Ndio mrefu wewe wanakupeleka jehanamu hawa. Kwa sababu hauna stamina. Mungu atakuanzisha chini. Atakuanzisha chini. Kama unataka kumiliki mamilioni 30, 100, Mungu atakufundisha kwanza jinsi ya kutunza shilingi 10,000. Aikuletea mamilioni 10, hauta ya manage, ni atakuua. Wewe lete kwangu. Haleluya. Amen. Mchanga wa Kisukuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya Paulo kumpatia watu 276, Mungu alimpatia watu wachache kwanza huku nyuma. Na aliwasimamia kwa nidhamu kubwa. Na waliozingua na yeye aliachana nao. Wakina Marko, Yohana kule. Tunaelewa vizuri. Haina maana kwamba basi ukumbatie kila mmoja, wengine ni miba. Nao ni somo jingine. Sasa hapa unaona Paulo anatukisha hesabu vizuri. Lakini kuna jambo la hatari linatokea. Baada ya kuvuka ng'ambo, kumbuka katika haya yote madhuluba na nini, shetani alikuwa kazini. Anamtafuta Paulo, anatafuta na wale watu. Baada ya kuona Paulo ile kazi amefikisha salama, akasema wewe sikuachi. Lakini na Mungu tayari ameshamwambia Paulo, wewe hawa watu watafika salama. Na kuna mahali na kupeleka kwa mtu mmoja huko mwishoni, huko mbele huko, ambaye ameshakosekana mtu wa kumhubiria. Wewe ndio utamhubiria huko. Kwa hiyo bado safari ilikuwa inaendelea. Mimi nimekumbashia tu hapa. Lakini baada ya kufika ng'ambo, wameshaoana wako chapa. Wakatokea Wasamaria wema wa sehemu. Sema Wasamaria wema. Tena wakiwa na nia njema kabisa. Wakasema hao watu wamenusurika na kifo. Wamelowana, wanatusema kana baridi. Tuwapokee moto. Moto kaweka mahali hapo. Na shetani akasema, wala nimekukosa kwenye maji. Sasa hapa tunamaliza. Huko mbele haufiki. Kilichotokea, alitokea nyoka moja mwenye sumu hatari. Kutokea kwenye zile kuni ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya kupasha mwili joto.
Wanamletea, walikuwa hawakumletea nyoka, naomba nielewe. Wanamletea kuni, walileta kuni kwa nia njema ya kumsaidia kupunguza baridi. Kuna watu ambao wanaweza kufanya mambo mazuri kwako kwa namna ya ufahamu wao. Wanaona wanafanya kitu kizuri, lakini kumbe shetani yuko ndani kwenye hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yule nyoka alichokifanya, alitoka kwenye zile kuni zenye moto. Tambua pale walikuwa ni wengi wanaota zile ule moto kama kikombe, mnakijua? Kikombe mnakijua? Walikuwa wamezunguka ule moto, lakini aliyepata ni mlengwa. Haikuwa kwa ajili ya kila mtu pale. Yule nyoka alikuwa ni kwa ajili ya Paulo. Na yule nyoka alienda moja kwa moja mpaka kwenye mkono wa Paulo, akajibiringisha. Lakini Paulo hakupiga kelele. Amen. Hakusema chochote. Kwa sababu walijua kuna Mungu ambaye amempatia assignment. Na kuna kazi mahali fulani lazima ikamilishe. Alijua safari yangu bado inaendelea. Japo mambo ni mengi, lakini safari lazima nifike. Paulo alinyamaza kimya. Lakini kuna watu wale waliomletea kuni. Wakasema, huyu atakuwa ni jambazi mkubwa. Huyu atakuwa muuaji mkuu. Na ndio maana amekosokosa kwenye maji. Sasa huyu anakufa kwa sumu ya nyoka. Wale ambao waliomletea kuni kwamba aote, na ndio hao wanaanza kutamka maneno machafu mabaya ya kwamba huyu ni muuaji mkubwa. Na ndivyo hivyo kwenye maisha yako pendwa. Mungu amekupatia watu, usitegemee kusifiwa. Jamani, wewe Mungu amekuamini amekupatia watu, usitegemee kusifiwa. Sasa kama ukilijua hilo, wakisema inakuumiza nini? Sio ndio manukato yenyewe. Ndio tena ripoti yako utaiandika vizuri. Nilisema na sikujibu kitu. Si ndio? Usiposema utaandika nini? Si utaandika kitu. Lakini Paulo hakujibizana nao. Kuna watu ambao watasema maneno machafu na mabaya kwa sababu ya ufahamu wao tu. Kwa sababu ya uelewa wao tu. Kwa sababu ya kile wanachokiona kwa macho. Lakini Paulo yeye anaona kule mwisho. Paulo anaona huko alikotoka. Paulo anaona neno ambalo Mungu amemsemesha. Na wala asikilize maneno ya mtu hapo. Amina. Haleluya. Na wala usisikilize maneno ya mtu yoyote. Akuseme kwa lolote ili mradi tu kwamba halina ukweli. Amina. Tulia. Kama mstarehe kabisa, kama unatembelea lako nyumbani, bora zako. Kama una chungu na bamia kama mchungaji Frank pana zipenda, utaweka supu kabisa vizuri. Hakuna pressure. Maneno hayakwepeki. Na hasa ukiwa public. Na hasa ukiwa unategemea kuokoa uhai wa watu fulani. Shetani atakulinda kupitia hao watu. Amina. Kwa sababu hata mwingine hata kumuumiza. Ila huyu wa karibu yako ndiye atakayemtumia kwa maneno. Wana JCC, naomba unisikilize. Tena na upone kwa jina la Yesu kuanzia leo. Maneno mabaya kuhusu wewe yanaenda kama manukato. Amina. Hamtaki. Wewe mwana JCC ambaye umeokoka, umebeba kusudi fulani la maana sana. Na kuna uhai wa watu na hatima za watu ambazo umezibeba. Wewe kupokea maneno machafu na mabaya kwako ni manukato. Amen. Lakini Paulo alikatilia, na kilichotokea yule nyoka akamtukusia kwenye moto. Kwa kila kitu ambacho adui amepanga kwenye maisha yako, na ukisimama kwenye nafasi yako ukafunga, utalizamee tuliseme kopora wako bakuli, ukafunga bakuli yako Mungu mwenyewe atabadilisha kinywa cha hao watu. Amen. Na watasema hakika huyu ni mtu wa Mungu. Amen. Tunamsema lakini hajibu lolote. Kwa kweli mambo fulani mimi namshangaa. Maneno yote lakini mpaka leo anatusalimia tu vizuri. Kwa kweli huyu ni mtu wa ajabu. Na ndipo hapo hao watu wanasema kwamba huyu ni muuaji mkubwa. Ndio waligeuza na kusema wala. Tena sio kama ni mtu wa Mungu, huyu ni Mungu. Soma hapo vizuri.
vizuri. Utasema kwa wakati wako, muda umeisha. Wakasema huyu ni Mungu, sio mtu wa Mungu. Huyu ni Mungu. Waliosema kwamba huyu ni shetani mkubwa, ni muuaji mkuu, amekosa na maji, sasa anakufa kwa sumu. Na ndio hao wakabadilisha maneno na kusema huyu ni Mungu. Kakinya. Wao wenyewe watayatengeneza, wao wenyewe watayabadilisha. Wanakutungia uongo, na ndio hao wataenda kuusaisha wao wenyewe. Usisimame mbele kwamba kukanusha uongo, hapana. Waache waliopeleka uongo waubadilishe wao wenyewe kwamba shoga nilivyokuambia hivi, kumbe sio. Kumbe ni tofauti. Nilifikiri fulani anatoka na fulani. Mwenzangu nimeumbuka. Shoga ninalo. Shoga yamenishuka. Haleluya. Wacha washuke. Usipanue kopo lako, usipanue bakuli lako, usipanue mdomo wako. Muache Bwana ambaye amekuweka kwenye kusudi kwenye hicho kitu. Yeye mwenyewe atafanya, alafu wewe wenyewe watabadilisha. Haleluya. Haleluya. Haleluya tena. Sikia, nikiwa namalizia. Wewe hapo ulipo, kwa chochote ambacho unachofanya, chini yako kuna mtu mmoja, chini yako kuna watu wawili watatu, hao koma nao. Usisuse. Kukasirika kupo, wanaua, wanauzi, ni kweli. Lakini Mungu ni wewe pekee amekwamini. Kuokoka kwao, kusaidika kwao, kufika kile ambacho Mungu anakusudia wafike ni wewe. Wewe ukisusa, wewe ukiharibu, umeharibu maisha ya watu 276. Umeharibu maisha ya watu mamia kadhaa. Umeharibu hatima za maisha ya watu wengi huko nyuma. Mpendo, nikiwa namalizia, kaa kwenye mstari wako. Na kuna gharama. Nisikufiki. Kuna gharama. Kuna gharama. Kwanza ni kutafuta uso wa Mungu, ili kusudi upate maelekezo kutoka mbinguni, na sio kutoka kwenye ufahamu wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho tu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umesema nasi sikia leo. Tunakurudishia wewe sifa, utukufu na heshima. Na pale ambapo ulituamini sana kwenye maisha yetu, na tukafika mahali tukachukulia kawaida. Na leo Bwana umetukumbusha ya kwamba tuna kazi ya kufanya kwa wale watu ambao umetupatia, na vitu ambavyo umetuamini kwavyo, tukaweza kutumikia kwa uaminifu, na hata mwisho wa siku tukatoa ripoti iliyo njema kama tunaiona kwa Paulo. Tukavipiga vita vilivyo vizuri kabisa. Imani Bwana tukailinde, na mwendo wetu Bwana tukaumalize kwa utukufu wa jina lako. Mungu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Kwa mchungaji kwa kufunga.